Pendwa msikilizaji wetu, karibu tena katika mwendelezo wa kitabu hiki cha Pambano Kuu, na leo tukiwa sura ya 11 yenye kichwa kisemacho upinzani wa wakuu wa majimbo. Kitabu ni cha Pambano Kuu na mwandishi wake ni Ellen G. White. Ambatana nami. Lakini kabla ya kuendelea basi tuombe. Baba yetu Mungu mkuu na muumbaji, njoo uwe pamoja nasi tena. Roho wako Mtakatifu atuongoze. Tumeyaomba haya kwa njia ya imani kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Moja ya shuhuda za kujivunia zilizowahi kutolewa kuunga mkono matengenezo ulikuwa upinzani uliotolewa na viongozi wa Kristo wa Ujerumani katika baraza la Speyer la mwaka 1529. Ujasiri, imani na uimara wa wale watu wa Mungu ulileta uhuru wa mawazo na dhamiri kwa vizazi vilivyofuata. Upinzani wao ndio ulioliletea kanisa la matengenezo jina la Protestanti. Kanuni zake ndizo msingi halisi wa matengenezo. Siku ya giza na ya kutisha ilikuwa imefika kwa matengenezo, licha ya hukumu ya Worms ikimtangaza Martin Luther kuwa haramia na ikipiga marufuku kufundisha au kuamini mafundisho yake. Uvumilivu wa kidini hadi wakati huo uliendelea kuwepo katika dola. Uongozi wa Mungu ulikuwa umedhibiti nguvu zilizopinga ukweli. Charles wa tano alikuwa amejielekeza kukomesha matengenezo, lakini mara nyingine alipoinua mkono wake kupiga, alilazimishwa kugeuzia pigo pembeni. Tena na tena mara nyingi mauaji yasiyoepukika ya watu waliothubutu kupinga Roma yalikuwa karibu kutekelezwa. Lakini wakati mfupi kabla ya utekelezaji, majeshi ya Uturuki yalitokea kwenye mpaka wa mashariki, au ufalme wa Ufaransa, au hata papa mwenyewe, kwa sababu ya wivu wa ukuu uliokuwa ukiongezeka wa mfalme, walifanya vita dhidi yake. Na hivyo katikati ya migogoro na vurugu za mataifa, matengenezo yaliachwa kuimarika na kupanuka. Hatimaye, hata hivyo, mamlaka za upapa zilimaliza migogoro yao ili wawe na mwelekeo mmoja dhidi ya wana matengenezo. Baraza kuu lililokaa Speyer katika mwaka wa 1526 lilitoa kwa kila jimbo uhuru kamili katika masuala ya kidini mpaka mkutano wa baraza kuu. Lakini mara tu baada ya hatari zilizosababisha kupewa uhuru huo kupita, mfalme aliitisha baraza la pili katika mji wa Speyer mwaka wa 1529 kwa kusudi la kukomesha uzushi. Wakuu wa majimbo walipaswa kushawishiwa, ikiwezekana kwa njia ya amani, waungane dhidi ya matengenezo. Lakini ikiwa mbinu hizi zingeshindwa, Charles alijiandaa kutumia upanga. Wafuasi wa upapa walifurahi sana. Walikuja mjini Speyer kwa idadi kubwa na walionyesha chuki yao waziwazi kwa wana matengenezo na wote waliowaunga mkono. Alisema Melanchthon, sisi ni karaha na takataka za ulimwengu, lakini Kristo atawaangalia watu wake wanyenyekevu na atawatunza. Wakuu wa majimbo waliokuwa wafuasi wa Injili waliohudhuria katika baraza walikatazwa kuruhusu Injili kuhubiriwa katika makazi yao binafsi. Lakini watu wa Speyer walikuwa na kiu kwa ajili ya neno la Mungu, na licha ya kupigwa marufuku Injili, maelfu walifurika kwenye huduma zilizoendeshwa katika kanisa la Elector wa Saxon. Hili liliharakisha hali ya hatari. Ujumbe wa kifalme ulitangazwa kwa baraza kwamba kwa kuwa azimio lililotoa uhuru wa dhamiri lilikuwa limesababisha uasi mkuu, mfalme aliagiza lifutwe. Amri hii isiyokuwa na mantiki iliamsha hasira na hali ya tahadhari kwa Wakristo waaminio Injili. Mmoja alisema, Kristo ameangukia tena katika mikono ya Kayafa na Pilato. Wafuasi wa Roma walianza tena kufanya fujo. Mfuasi wa papa mwenye msimamo mkali alisema, Waturuki ni bora zaidi kuliko Walutheri, kwa kuwa Waturuki wanaadhimisha siku za funga na Walutheri wanazivunja. Ikiwa inatupasa kuchagua kati ya maandiko matakatifu na makosa ya zamani ya kanisa, inatupasa kuacha maandiko matakatifu. Melanchthon alisema kila siku katika mkutano uliojaa watu, Faber alikuwa anarusha jiwe jipya kwa wafuasi wa Injili. Uvumilivu wa kidini ulipitishwa kisheria, na majimbo yaliyoamini Injili yaliazimia kupinga ukiukaji wa haki zao. Martin Luther akiwa bado chini ya katazo lililowekwa na amri ya Worms, alikuwa haruhusiwi kuwepo Speyer, lakini nafasi yake ilikuwa imejazwa na watendakazi wenzake na wakuu ambao Mungu alikuwa amewainua kutetea kazi yake nyakati za dharura hii. Mheshimiwa Frederick wa Saxon
mtetezi wa zamani wa Martin Luther. Kifo kilikuwa kimemuondoa, lakini John, mwana wa mfalme, kaka wa mrithi wake, aliyakaribisha matengenezo kwa furaha, na wakati akiwa rafiki wa amani, alionyesha nguvu na ujasiri mwingi katika mambo yote yaliyohusiana na maslahi ya imani. Makasisi walidai kuwa majimbo yaliyokuwa yamekubali matengenezo yajisalimishe kwa utawala wa Roma kimya kimya. Wana matengenezo kwa upande mwingine walidai uhuru ambao ulikuwa umetolewa awali. Wasingeweza kukubali Roma iyalete chini ya utawala wake yale majimbo ambayo kwa furaha kubwa yalikuwa yamelipokea neno la Mungu. Kama njia ya kupata mwafaka, hatimaye ilipendekezwa kuwa mahali ambapo matengenezo hayakuwa yamepokelewa, hukumu ya Worms itekelezwe kikamilifu, na kuwa katika yale majimbo ambapo watu walikuwa wamekiuka na mahali ambapo wasingeweza kuifuata bila hatari ya uasi, walitakiwa angalau wasiingize matengenezo mapya, wasiguse vipengele vinavyobishaniwa, wasipinge sherehe za misa, wasiruhusu Mromani Katoliki ajiunge na Ulutheri. Uamuzi huu ulipitishwa na baraza kuu, na makasisi na maaskofu wa upapa waliridhika sana. Ikiwa amri hii ingetekelezwa, matengenezo yasingeenea mahali ambapo yalikuwa bado hayajulikani, wala yasingejengwa juu ya msingi imara. Mahali yalipokuwepo, uhuru wa kusema ungeharimishwa, waongofu wapya wasingeruhusiwa, na marafiki wa matengenezo walitakiwa kujisalimisha kwa masharti na makatazo haya mara moja. Matumaini ya ulimwengu yalionekana kana kwamba yamezimwa. Uhuishaji wa utawala wa Roma ungerudisha bila shaka maovu ya zamani, na fursa ingepatikana kirahisi kwa ajili ya kukamilisha uangamizaji wa kazi ambayo tayari ilikuwa imeshayumbishwa sana na hali ya kuwa na itikadi kali na migawanyiko. Wakati kundi la wafuasi wa Injili walipokutana ili kushauriana, kila mmoja alimwangalia mwenzake katika hali ya kuduaa kabisa. Kutoka kwa mmoja hadi kwa mwingine, swali hili lilipita: ni jambo gani lifanyike? Masuala mazito yanayohusu ulimwengu yalikuwa hatarini. Je, viongozi wa matengenezo wajisalimishe na wakubaliane na hukumu? Ni rahisi kiasi gani wana matengenezo wangeweza wakati huu wa hatari ambayo kwa kweli ilikuwa kubwa kujenga hoja ya kuwapeleka katika njia potovu? Visingizio vilivyoeleweka vingapi na sababu zilizokubalika ngapi ambazo wangeweza kuzitoa ili wasijisalimishe? Viongozi wa Kilutheri walipewa uhakikisho wa uhuru wa kufuata dini yao. Upendeleo huo huo walipewa pia watu wote waliokuwa chini ya utawala wao, ambao kabla ya kupitishwa uamuzi huo walikuwa wameamini mitazamo ya kimatengenezo. Je, jambo hili ingepasa liwaridhishe? Ni hatari ngapi wangeziepuka kwa kujisalimisha? Ni hatari ngapi na migogoro mingapi ambayo upinzani wao ungewasababishia? Nani ajuaye fursa ambazo wangezipata baadaye? Hebu tuikumbatie imani. Hebu tutafute tawi la mzeituni lililoinuliwa na Roma na tufunike majeraha ya Ujerumani kwa hoja kama hizi. Wana matengenezo wangeweza kufuata njia ambayo kwa hakika ingeweza kwa muda mfupi kuangamiza kazi yao ya matengenezo. Kwa furaha waliangalia kanuni ambayo ilikuwa msingi wa mwafaka na walitenda kwa imani. Kanuni hiyo ilikuwa ipi? Ilikuwa haki ya Roma kulazimisha na kudhibiti dhamiri na kupiga marufuku maswali huria. Lakini je, haikuwa haki yao wenyewe na raia zao wa Protestanti kuwa na uhuru wa kidini? Ndiyo, uhuru ulikuwepo, lakini kama upendeleo uliowekwa katika mwafaka na sio kama haki yao. Lakini kwa wengine wote nje ya mwafaka, kanuni kuu ya mamlaka ilikuwa kutawala dhamiri, kutojaliwa. Roma ilikuwa jaji asiyekosea na lazima itiiwe. Kukubaliana na mwafaka uliopendekezwa kungemaanisha kuwa uhuru wa kidini ubaki katika mji wa Saxon tu, mahali ambapo matengenezo yalikuwa yamekubaliwa na watu walio wengi. Na kwa ulimwengu wa Kikristo uliosalia, kujifunza na kujiunga na imani ya matengenezo ilikuwa ni uhalifu, na ilikuwa lazima uhalifu huo uadhibiwe kwa kutupwa gerezani au kutundikwa juu ya mti wenye ncha kali. Je, waridhie kufanya uhuru wa dhamiri kuwa haki ya watu eneo moja tu? Yaani itangazwe kuwa imani ya matengenezo imepata mwongofu wa mwisho, kwamba imepata eka yake ya mwisho ya utawala, na kwamba mahali popote Roma ilipokuwa imeweka mizizi yake kwa wakati ule, utawala wake ubaki hivyo milele zote. Je, wana matengenezo wangeweza kujitetea kuwa hawana hatia ya damu ya wale mamia kwa maelfu ambao kwa
utekelezaji wa mwafaka huo ingewapasa kupoteza maisha yao katika nchi za upapa, hii ingekuwa kusaliti katika saa ile muhimu kazi ya Injili na uhuru wa ulimwengu wa Kikristo. Ingekuwa heri kwao kutoa kafara kila kitu, hata majimbo yao, miji yao, taji zao na maisha yao. Tukatae amri hii, walisema wakuu wa majimbo. Katika masuala ya dhamiri, kanuni ya wengi wape haina nguvu. Manaibu walisema ni amri ya mwaka 1526 ambayo imewezesha kuwepo kwa amani katika himaya. Kuiondoa amri hiyo kungeijaza Ujerumani kwa misuguano na migawanyiko. Mahakama haina mamlaka ya kufanya kitu chochote zaidi ya kutunza uhuru wa dini mpaka baraza kuu likutane. Kulinda uhuru wa dhamiri ni wajibu wa dola, na huu ndio mpaka wake katika masuala ya dini. Kila serikali yoyote ya kidunia inayojaribu kutunga au kutekeleza sheria za kidini kwa kutumia mamlaka za kiraia inavunja kanuni ambayo Wakristo wa Injilisti wameipambania kwa gharama kubwa. Wafuasi wa papa waliazimia kuangusha kile walichokiita ukaidi usio na hofu. Walianza kwa kusababisha migawanyiko miongoni mwa watu waliounga mkono matengenezo na kuwatisha wote ambao walikuwa bado hawajatangaza hadharani kuunga mkono matengenezo. Wawakilishi wa miji huru hatimaye waliitwa mbele ya baraza kuu na walitakiwa kutangaza ikiwa walikuwa tayari kukubaliana na mapendekezo ya mwafaka. Waliomba wapewe muda, lakini hawakupewa muda. Walipojaribiwa, karibu nusu yao walichagua kuwa upande wa wana matengenezo, waliokataa kukiuka uhuru wa dhamiri na haki ya uamuzi wa mtu binafsi. Walijua hakika kuwa msimamo wao ungewafanya wakosolewe, walaumiwe na wateswe. Mjumbe mmoja alisema, inatupasa ama tulikane neno la Mungu au tuchomwe moto. Mfalme Ferdinand, mwakilishi wa mfalme mkuu kwenye baraza kuu, aliona kuwa amri hiyo ingesababisha migawanyiko mikubwa ikiwa wakuu wa majimbo hawatashawishiwa kuikubali na kuisimamia. Kwa hiyo alijaribu sanaa ya ushawishi, wakijua vema kuwa kutumia nguvu kwa watu wale kungewafanya wazidi kusimamia uamuzi wao. Ferdinandi aliwaomba wakuu waikubali amri, akiwathibitishia kuwa mfalme mkuu angewafurahia sana. Lakini watu hawa waaminifu walifikiri mamlaka iliyokuwa juu ya watawala wa kidunia, na walijibu kwa utulivu, tutamtii mfalme mkuu katika kila jambo linaloweza kuchangia katika kudumisha amani na heshima ya Mungu. Mbele ya baraza kuu, mfalme alitangaza hatimaye kwa elekta na marafiki zake kuwa amri ilikuwa inakwenda kuandikwa katika muundo wa tamko la kifalme, na kwamba njia pekee iliyobaki kwao ilikuwa kujisalimisha kwa walio wengi. Baada ya kusema hayo, aliondoka na kuacha mkutano bila kuwapa wana matengenezo fursa ya kujadili au kujibu. Hata hivyo, walituma wajumbe kwenda kumsihi mfalme arudi. Jibu lake kwa malalamiko yao lilikuwa ni jambo lililokwisha kuamriwa, kujisalimisha ndio tu kumebaki. Kikosi cha mfalme kilishawishika kuwa viongozi wakuu wa Kikristo walikuwa wameshaazimia kuyaweka maandiko matakatifu juu ya mafundisho na matakwa ya kibinadamu, na walijua kuwa mahali popote ilipokubalika hivyo, upapa hatimaye ulishindwa. Lakini kama ilivyokuwa kwa maelfu ya watu tangu wakati wao walioangalia mambo yanayoonekana, walijidanganya kuwa upande wa mfalme na papa ulikuwa na nguvu na kuwa upande wa wana matengenezo ulikuwa dhaifu. Ikiwa wana matengenezo wangetegemea msaada wa kibinadamu peke yake, wangekuwa dhaifu kama wafuasi wa papa walivyodhania. Lakini ingawa walikuwa wachache katika idadi, hawakupatana na Roma. Walikuwa na chanzo cha nguvu zao. Walipata nguvu ambayo haikutokana na taarifa ya mahakama, bali iliyotokana na neno la Mungu, sio iliyotoka kwa mfalme mkuu Charles, bali iliyotoka kwa Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mfalme Ferdinandi alipokataa kuheshimu imani na dhamiri zao, wakuu wa majimbo ya Kikristo waliamua wasijali kutokuwepo kwake, bali walete upinzani wao kwenye baraza la taifa bila kuchelewa. Hivyo basi, tamko rasmi liliandaliwa na kuwasilishwa kwa baraza. Tunapinga kwa hati hii mbele ya Mungu muumbaji wetu pekee, mtunzaji, mkombozi na mwokozi, na ambaye siku moja atakuwa mhukumu wetu, hali kadhalika mbele ya watu wote na viumbe wote, kwamba sisi kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu hatuikubali wala kuitii kwa namna yoyote ile amri iliyopendekezwa na jambo lolote lile ambalo ni kinyume na Mungu na neno lake takatifu na haki yetu ya dhamiri na wokovu wa roho zetu.
Nini kinathibitisha amri hii? Tunasema kuwa Mwenyezi Mungu anapomwita mtu ashiriki ujuzi wake. Hata hivyo, mtu huyu hawezi kupokea ujuzi wa Mungu. Hakuna fundisho la hakika isipokuwa lile ambalo linapatana na neno la Mungu. Mungu anakataza. Maandiko matakatifu yanapaswa kuelezwa kwa kutumia aya zingine na zinazoeleweka kwa uwazi zaidi. Kitabu hiki kitakatifu, miongoni mwa mambo muhimu kwa ajili ya Mkristo, ni rahisi kueleweka na kimekusudiwa kusambaratisha giza. Tumedhamiria kwa neema ya Mungu kudumisha usafi na kuhubiri neno lake pekee, kama lilivyo katika vitabu vya kibiblia vya Agano la Kale na Agano Jipya, bila kuongeza kitu chochote humo ambapo ni kinyume chake. Neno hili ndiyo ukweli pekee, ni kanuni ya hakika ya mafundisho yote na maisha yote, na hawezi kamwe kutuangusha au kutudanganya. Anayejenga juu ya msingi huu atasimama dhidi ya nguvu zote za kuzimu. Wakati majivuno yote ya kibinadamu yanapopangwa dhidi ya neno la Mungu, yataanguka mbele ya uso wa Mungu. Kwa sababu hiyo, tunakataa nira iliyowekwa juu yetu. Wakati huo huo, tunatarajia kuwa mfalme mkuu atatutendea kama kiongozi Mkristo anayempenda Mungu zaidi kuliko kitu kingine chochote, na tunawaahidi kuwapa yeye pamoja na ninyi waheshimiwa wenye neema, upendo na utii wetu wote ambao ni haki na wajibu wetu halali. Mguso wa kushangaza ulihisika kwenye baraza kuu. Wengi wao walipatwa na mshangao na tahadhari kwa sababu ya ujasiri wa wapinzani. Mstakabali wao ulionekana kuwa wenye dhoruba na usio na uhakika. Migawanyiko, migogoro na umwagaji damu vilionekana kutoepukika, lakini wana matengenezo baada ya kuhakikishiwa haki ya msimamo wao na kutegemea mkono wa yeye mwenye nguvu zote. Walikuwa wamejaa ujasiri na uthabiti. Kanuni zilizomo katika upinzani huu unaosherehekewa ndiyo maudhui hasa ya Uprotestanti. Sasa upinzani huu hupinga dhuluma mbili dhidi ya mwanadamu katika masuala ya imani. Dhuluma ya kwanza ni uingiliaji wa mahakama za kiraia, na dhuluma ya pili ni mamlaka ya kiimla ya kanisa. Badala ya dhuluma hizi, Uprotestanti huweka nguvu ya dhamiri juu kuliko hakimu na mamlaka ya neno la Mungu juu kuliko kanisa linaloonekana. Katika nafasi ya kwanza, inakataa mamlaka ya kiraia katika mambo ya kimungu na husema na manabii na mitume, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mbele ya mfalme mkuu Charles wa 5 unainua taji ya Yesu Kristo, lakini unaenda mbele zaidi ya hapo. Unaweka kanuni kuwa mafundisho yote ya kibinadamu yanapaswa kuwa chini ya udhibiti wa neno la Mungu. Wapinzani walikuwa wamethibitisha haki yao ya kusema kwa uhuru walioyaamini kuhusu ukweli. Sio tu kuwa wangeamini na kutii, bali pia wangefundisha kila ambacho neno la Mungu linasema, na walipinga haki ya kasisi au hakimu kuingilia. Upinzani wa Spires ulikuwa ushuhuda mkubwa dhidi ya kukosa uvumilivu wa kidini na dai la haki za binadamu wote kumwabudu Mungu kulingana na matakwa ya dhamiri zao wenyewe. Tayari tangazo lilikuwa limetolewa. Lilikuwa limeandikwa katika kumbukumbu za maelfu ya watu, na lilikuwa limeandikwa katika vitabu vya mbinguni, mahali ambapo juhudi za mwanadamu zisingeweza kulifuta. Ujerumani yote iliyokuwa imeipokea Injili ilipokea tamko la Uprotestanti kama tamko lao la imani. Kila mahali watu waliona tamko hili kama ahadi ya enzi bora zaidi. Mmoja wa wakuu aliwaambia Waprotestanti wa Spires, Mwenyezi Mungu ambaye amewapa neema ya kukiri kwa nguvu, kwa uhuru na bila hofu, awatunze katika uimara wa Kikristo mpaka siku ya umilele. Kama matengenezo, baada ya kupata kiasi fulani cha mafanikio, ungekubali kupitisha muda ili wapendwe na ulimwengu, ungekosa uaminifu kwa Mungu na kwa matengenezo yenyewe, na ungejihakikishia kifo chake yenyewe. Uzoefu wa hawa waheshimiwa wana matengenezo ni somo kwa ajili ya zama zote zilizofuata. Namna ya shetani ya kufanya kazi dhidi ya Mungu na neno lake haijabadilika. Bado yuko kinyume na maandiko, kufanywa mwongozo wa maisha kama ilivyokuwa katika karne ya 16. Katika wakati wetu kuna kuacha sana mafundisho na kanuni za maandiko. Kuna hitaji la kurudi kwenye kanuni kuu za Uprotestanti, Biblia na Biblia pekee, kama kanuni ya imani na wajibu. Shetani bado anafanya kazi kwa kila njia anayoweza kuitumia kuharibu uhuru wa dhamiri. Nguvu ya upinzani dhidi ya Ukristo ambayo Waprotestanti wa Spires waliikataa, sasa kwa nguvu mpya inatafuta kurudisha utawala iliyoupoteza. Utii imara kwa neno la Mungu
sawa na ule uliooneshwa wakati wa migogoro ya matengenezo, ndio tumaini pekee la matengenezo leo. Kulitokea ishara za hatari kwa Protestanti. Kulikuwepo ishara pia kuwa mkono wa Mungu ulikuwa umenyoshwa kuwalinda waaminifu. Ilikuwa ni wakati huu Melanchthon alipompitisha katika mitaa ya Spires kuelekea Rhine rafiki yake Simon Grinaeus, akimshurutisha avuke mto. Grinaeus alishangaa sana kwa tukio hilo. Mtu mmoja mzee sana lakini ambaye sikumjua alisema, Melanchthon alitokea mbele yangu na kusema ndani ya dakika 2 maofisa watatumwa na Ferdinandi kumkamata Grinaeus. Wakati wa mchana, Grinaeus alikuwa amesemwa vibaya katika hubiri lililotolewa na Faber, daktari msomi mfuasi wa Papa, na alipofunga hubiri alimshtumu Grinaeus kwa kutetea makosa fulani yanayochukiza. Faber alituliza hasira yake, lakini mara moja alikwenda kwa mfalme ambapo alipata amri dhidi ya profesa msumbufu wa Heidelberg. Melanchthon hakuwa na shaka kuwa Mungu alimwokoa rafiki yake kwa kumtuma mmoja wa malaika zake watakatifu kumwonya mapema dhidi ya hatari iliyomkabili rafiki yake. Akiwa ametulia kwenye kingo za mto Rhine, alisubiri mpaka maji ya mto yalipokuwa yamemwokoa Grinaeus dhidi ya watesaji. Hatimaye alipiga kelele Melanchthon alipomwona upande wa pili wa mto. Hatimaye ametenganishwa na taya katili za watu walio na kiu ya damu isiyo na hatia. Aliporudi nyumbani kwake, Melanchthon alipewa taarifa kuwa maofisa walikuwa wakimtafuta Grinaeus. Walikuwa wamepekua kila mahali kwenye nyumba yake toka juu hadi chini. Ilikuwa sasa matengenezo yaletwe mbele ya viongozi wakuu wa dunia. Viongozi wa uinjilisti walikuwa wamekataliwa fursa ya kusikilizwa na mfalme Ferdinandi, lakini walikuwa wapewe fursa ya kuwasilisha hoja zao mbele ya mfalme mkuu na waheshimiwa waliokusanyika wa kanisa na dola. Katika mwaka uliofuata, upinzani wa Spires ili kunyamazisha migawanyiko iliyosumbua dola, Charles wa tano aliitisha kikao cha baraza kuu katika mji wa Augsburg, ambapo alitangaza kusudi lake la kuongoza kikao hicho yeye mwenyewe binafsi. Pale viongozi wa Protestanti waliitwa. Hatari kubwa zilitishia matengenezo, lakini watetezi wake walimtumaini Mungu awasaidie katika kazi yao, na waliahidi kuwa imara katika kuunga mkono Injili. Elector wa Saxon alisihiwa na wajumbe wake wa baraza asihudhurie lile baraza kuu. Walisema mfalme alihitajika awe pamoja na wakuu kwenye baraza lile ili awaingize katika mtego. Je, sio hatari kabisa kwenda na kujifungia mwenyewe ndani ya kuta za jiji ambapo kuna adui mwenye nguvu? Lakini wengine walieleza kwa uungwana, hebu wakuu wa majimbo tujiheshimu kwa ujasiri na kazi ya Mungu itaokolewa. Mungu ni mwaminifu hata tutupa, alisema Martin Luther. Elector aliondoka akiwa na msafara wake kuelekea Augsburg. Wote walielewa hatari zilizomkabili, na wengi walienda huko wakiwa na nyuso zenye huzuni na mioyo iliyojaa mashaka. Lakini Martin Luther, ambaye aliwafuata mpaka Coburg, alifufua imani yao iliyokuwa karibu kupotea kwa kuimba wimbo ulioandikwa katika safari ile: Mungu ni ngome yetu imara, hofu nyingi zilizoleta mashaka ziliondoka, mioyo mingi mizito iliburudishwa kwa sauti ya wimbo unaovuvia. Wakuu waliopokea matengenezo waliazimia kuandika tamko la pamoja la maoni yao kwa mpangilio mzuri, likiwa na uthibitisho kutoka katika maandiko, na kuliwasilisha kwa baraza. Na kazi ya uandishi wake alipewa Martin Luther, Melanchthon na wenzao. Ungamo hili lilikubaliwa na Waprotestanti kama ufafanuzi wa imani yao, na walikusanyika kuweka majina yao kwenye hati hii muhimu. Ulikuwa wakati muhimu lakini wa kujaribiwa sana. Wana matengenezo walitamani kazi yao isiingiliwe na masuala ya kisiasa. Walihisi kuwa matengenezo hayakupaswa kutumia mvuto mwingine zaidi ya ule unaotoka katika neno la Mungu. Wakati wakuu wa Ukristo walipotaka kuendelea kutia sahihi ungamo, Melanchthon aliingilia kati na kusema ni kazi ya wanateolojia na wachungaji kupendekeza
kupendekeza mambo haya. Hebu tuache mambo mengine mikononi mwa mamlaka za wakuu wa dunia. Haiwezekani hata kidogo, alijibu John wa Saxon, kunitenga. Nimeazimia kufanya kilicho sahihi, wala sijali taji yangu. Shauku yangu ni kumkiri Bwana. Kofia yangu na vazi langu la uongozi wa jimbo havina thamani sana kwangu sawa na msalaba wa Yesu Kristo. Baada ya kusema hayo, aliandika jina lake. Mwingine miongoni mwa wakuu wa majimbo alisema alipokuwa akishika karamu, ikiwa heshima ya Bwana wangu Yesu Kristo inahitaji jambo hili, niko tayari kuacha mali zangu na maisha yangu nyuma. Ni heri niache raia wangu na majimbo yangu, kuiacha nchi ya baba zangu na fimbo ya mkononi, aliendelea, kuliko nipokee fundisho jingine tofauti na ungamo hili. Hiyo ndiyo iliyokuwa imani na ujasiri wa watu wa Mungu. Wakati mwafaka ulifika wa kwenda mbele ya mfalme mkuu Charles wa tano, akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi, akiwa amezungukwa na maelekta na wakuu, akiwasikiliza wana matengenezo wa Kiprotestanti. Ungamo la imani yao lilisomwa. Katika mkutano huo mkubwa, kweli za Injili ziliwekwa wazi na makosa ya kanisa la Papa yalianikwa waziwazi. Ndiyo siku hiyo ilitangazwa siku kuu zaidi kuliko zote za matengenezo, na siku yenye utukufu mwingi zaidi kuliko zote katika historia ya Ukristo na wanadamu. Lakini miaka michache ilikuwa imepita tangu mtawa wa Wittenberg aliposimama peke yake katika jiji la Worms mbele ya baraza la kitaifa. Sasa mahali pake walisimama viongozi wenye heshima kubwa na nguvu nyingi katika ufalme. Luther alikataliwa kuja Augsburg, lakini alikuwepo kwa njia ya maneno na maombi yake. Nina furaha sana, aliandika, kuishi hadi saa hii ambapo Kristo ameinuliwa hadharani na waumini mashuhuri kama hao, na katika mkutano mkubwa kama huo. Kwa njia hiyo yakatimizwa maandiko yanayosema, nitazinena shuhuda zako mbele za wafalme. Zaburi 119 fungu la 46. Nyakati za Paulo pia, Injili ambayo kwayo alifungwa gerezani ilifikishwa hivyo hivyo mbele ya wakuu na waheshimiwa wa jiji la kifalme. Kwa hiyo katika tukio hili, yale ambayo mfalme alipiga marufuku yasihubiriwe mimbarani yalihubiriwa katika nyumba ya mfalme. Yale ambayo yalifikiriwa kuwa yasingefaa kusikilizwa na watumishi yalisikilizwa kwa mshangao na mabwana na marodi wa himaya ya kifalme. Mfalme na watu mashuhuri walikuwa wasikilizaji. Wana wa wafalme walikuwa wahubiri, na hubiri lilikuwa ukweli wa Mungu. Tangu enzi za mitume, anasema mwandishi, hakuja kuwepo kazi kubwa zaidi au ungamo kubwa zaidi kuliko hilo. Yote ambayo yamesemwa na Walutheri ni ya kweli, hatuwezi kuyakana, alisema askofu wa kipapa. Unaweza kweli kupata hoja nzuri za kukanusha ungamo lililofanywa na elekta na wenzake? Mwingine alimuuliza Dr. Eck. Kwa maandishi ya mitume na manabii, hapana, lilikuwa jibu. Lakini kwa maandishi ya mababa na mabaraza ndiyo. Ninaelewa, alisema muuliza swali. Walutheri kwa mujibu wa maelezo yako wapo katika maandiko na sisi tuko nje. Baadhi ya wakuu wa majimbo wa Ujerumani waliongoka na kujiunga na imani ya matengenezo. Mfalme mkuu mwenyewe alitangaza kuwa mafundisho ya imani ya Kiprotestanti yalikuwa ya kweli. Tamko lilitafsiriwa katika lugha nyingi na kusambazwa katika nchi zote za Ulaya, na limekubaliwa na mamilioni ya watu katika vizazi vilivyofuata kama muhtasari wa imani yao. Watumishi wa Mungu waaminifu hawakufanya kazi peke yao. Wakati mamlaka na nguvu na roho wachafu katika anga walipoungana pamoja dhidi yao, Bwana hakuwaacha watu wake. Kama macho yao yangefumbuliwa, wangeweza kuona ushahidi wa ajabu wa uwepo na msaada wa Mungu kama ule uliotolewa kwa nabii wa zamani. Wakati mtumishi wa Elisha alipomwonyesha bwana wake jeshi la adui lililokuwa limewazunguka na kukataa kabisa fursa zote za kuponyoka, nabii aliomba, Bwana na kusihi mfumbue macho yake apate kuona. Wafalme wa pili sura ya 6 fungu la 17. Na kumbe mlima ulikuwa umejaa magari na farasi za moto, jeshi la mbinguni lililokuwa limepangwa kumlinda mtu wa Mungu. Hivyo ndivyo malaika walivyowalinda watendakazi katika kazi ya matengenezo. Moja ya kanuni zilizoshikiliwa sana na Luther ilikuwa kwamba kusiwepo na namna yoyote ya haja ya kuomba mamlaka ya kidunia iunge mkono matengenezo, na kusiwepo na haja yoyote ya kuomba jeshi kulinda matengenezo. Alifurahi kuwa Injili ilipokelewa na wakuu wa himaya, lakini walipopendekeza kuungana ili kuunda umoja wa kujihami,
Alisema kuwa fundisho la Injili linapaswa kulindwa na Mungu pekee. Kwa kadri mwanadamu alivyoingilia katika kazi, ndivyo Mungu angejihusisha zaidi katika kuilinda. Tahadhari zote za kisiasa zilizopendekezwa kwa maoni yake zilitokana na hofu zisizo na msingi na mashaka yanayotokana na dhambi. Wakati adui walipoungana ili kuangamiza imani ya matengenezo na maelfu ya mapanga yalipoonekana kuwa yanakaribia kuvutwa kutoka katika ala zake dhidi ya matengenezo, Martin Luther aliandika, Shetani anaonesha ghadhabu yake, maaskofu waovu wanakula njama na tunatishiwa vita. Himizeni watu kupambana kwa kishujaa mbele ya kiti cha enzi cha Bwana kwa imani na maombi, ili kwamba maadui kwa kunyamazishwa na Roho wa Mungu waturizwe kwa amani. Hitaji letu kuu, kazi yetu kuu ni maombi. Hebu watu wajue kuwa wanakabiliwa na ncha ya upanga na ghadhabu ya Shetani, na hebu waombe. Tena tarehe nyingine ya baadaye, akizungumzia muungano uliokuwa ukifikiriwa na viongozi wa majimbo yaliyofanya matengenezo, Martin Luther alisema kuwa silaha pekee inayopaswa kutumiwa katika vita hii ilipaswa kuwa upanga wa Roho. Alimwandikia Elector wa Saxon, hatuwezi kwa dhamiri zetu kuidhinisha muungano uliopendekezwa. Ingekuwa bora tufe mara 10 kuliko kuiona Injili yetu inasababisha tone moja la damu limwagike. Sehemu yetu ni kuwa kama mwanakondoo aendaye machinjioni. Msalaba wa Kristo lazima ubebwe. Hebu mheshimiwa kiongozi, usiogope. Tutafanya mengi zaidi kwa maombi yetu kuliko maadui zetu watakavyofanya kwa majivuno yao. Jambo muhimu pekee ni kuwa mikono yenu isiwe na madoa ya damu ya ndugu zenu. Ikiwa mfalme anahitaji kutupeleka katika mahakama zake, tuko tayari kwenda. Huwezi kuilinda imani yetu. Kila mmoja anapaswa kuamini kwa kuwa tayari kuhatarisha maisha yake mwenyewe. Kutoka katika chumba cha siri cha maombi ndiko ilipotoka nguvu iliyoutetemesha ulimwengu katika matengenezo makuu. Pale kwa utulivu mtakatifu, watumishi wa Bwana walisimika miguu yao juu ya mwamba wa ahadi zake. Wakati wa mapambano pale Augsburg, Luther hakupitisha siku bila kutumia angalau saa 3 katika maombi, na zilikuwa saa zilizochaguliwa kutoka miongoni mwa zile zilizofaa zaidi kwa ajili ya kujifunza. Katika faragha ya chumba chake alisikika akimimina moyo wake mbele za Mungu katika maneno yaliyojaa sifa, hofu na tumaini, sawa na mtu aliyeongea na rafiki yake. Ninajua kuwa wewe ni Baba yetu na Mungu wetu, alisema, na kwamba wewe utawatawanya watesi wa watoto wako, kwa kuwa wewe mwenyewe upo hatarini pamoja nasi. Jambo hili ni lako, na ni kwa sababu ya msukumo wako sisi tumeweka mikono yetu juu yake. Tutetee basi, Baba. Kwa Melanchthon ambaye alikuwa amevunjika moyo kwa sababu ya mzigo wa wasiwasi na hofu, aliandika, neema na amani katika Kristo ninasema, na sio katika ulimwengu. Amina. Ninachukia kwa chuki kali sana kwa sababu ya hiyo hali yako ya wasiwasi inayokutafuna. Ikiwa kazi hii sio ya haki, achana nayo. Ikiwa kazi hii ni ya haki, kwa nini tusiziamini ahadi zake yeye ambaye ametuamuru tusinzie bila hofu? Kristo hatatupungukia katika kazi ya haki na ukweli. Yu hai, anatawala. Ni hofu gani tena tunaweza kuwa nayo? Mungu alisikia vilio vya watumishi wake. Aliwapa wakuu wa majimbo na wachungaji neema na ujasiri wa kusimama kwa ajili ya ukweli dhidi ya watawala wa giza la ulimwengu huu. Alisema Bwana, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tahayarika. Petro wa kwanza sura ya 2 fungu la 6. Wana matengenezo wa Protestanti walijenga juu ya Kristo, na malango ya kuzimu yasingeweza kuwashinda. Pendwa msikilizaji ambaye umeendelea kuambatana nami, Mungu akubariki kwa kuchagua fungu lililo jema, kukaa miguuni pake na kusikiliza masimulizi haya yanayoturejesha na kutambua ulimwengu tunaoishi na kula ambako Kristo ulipita. Vita kati ya kanisa Katoliki na Uprotestanti inaendelea mpaka sasa. Ndiyo maana kuna kanisa pekee linalochukiwa na kanisa Katoliki, kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa sababu limesimama na kanuni ya Biblia na Biblia pekee. Walutheri walioko sasa wameziacha kanuni ambazo zilianzishwa na Martin Luther. Martin Luther hakuyamaliza matengenezo, walipaswa kuyaendeleza. Lakini habari mbaya ni kwamba wameungana na kanisa Katoliki. Yachunguzeni maandiko, mtauona ukweli wa Mungu ulivyojifunua katika neno lake. Sabato ya amri ya 4 ambayo makadinali na mapapa wana
kukiri, kuibadili ni kanuni ya msingi katika amri 10 za Mungu, maana inasimama ikimtambulisha Mungu kuwa muumbaji. Mungu atupe neema ya kuendelea na mafundisho mengine yatakayokuwa yakiendelea katika sura ya 12 itakayoendelea kufuata. Bwana awe pamoja nasi hadi wakati mwingine tena, na ulinzi wake usitupungukie, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.